Shehe Mkuu Mkoa wa Tanga, Sheikh Ali Juma Luhuchu ameipongeza Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu Tanzania JUWAKITA wilaya ya Korogwe kwa jitihada zao za kuwajali na kuwasaidia wahitaji mbalimbali katika jamii. Akizungumza katika ukumbi wa halmashauri ya mji Korogwe wakati wa kongamano la kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto wote wakiwemo watoto wenye ulemavu na wenye uhitaji maalum, Sheikh Luhuchu amesema kuwa hatua hiyo ni ya kupongezwa na inapaswa kuigwa na jamii nzima. Amesisitiza kuwajali wahitaji ni sehemu ya maadili mema ya Kiislamu na ni njia ya kumwenzi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye amehimiza upendo, huruma na kusaidiana miongoni mwa watu. Uongozi wenu nyinyi utasaidia sana serikali, utasaidia sana uongozi wa kidini, kwa sababu nyinyi na kina mama mko karibu sana na hawa watoto kuliko mtu mwingine, na inshallah Mwenyezi Mungu awezeshe. Kwa hiyo ni matumaini ya Mheshimiwa Mufti kwamba mwanzo huu ulioanzisha Korogwe ni mwanzo mwema, kwa sababu haijatokea hali, lakini mwanzo huu ulioanza ni mwanzo mwema. Katika kwenda kwenu mbele mtarudi mwangalie kata gani nayo ishaanza, mstari usifutike nyuma wala msendebele kata nyuma, lakini mbele mwahakikishe kata gani nayo itaiga ya muhimu. Kwa hiyo matumaini ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Ali kuwa mwanzo huu ni mwanzo mwema, na haya tuliyofanya hapa hayataishia hapa Korogwe, bali yatafanywa kwenye kata, yatafanywa kwenye mitaa, yatafanywa katika wilaya zetu. Kwa kufanya hivyo itakuwa tumepunguza kama sio kumaliza tatizo hili la watoto wetu ambao wana matatizo mbalimbali, na namna vile kwa namna hiyo itakuwa pia kuisaidia serikali yetu kuweza kuwafanyia wepesi wa kuwapata watoto hawa ambao wanahitaji kuwashughulikia. Aidha, Sheikh Luhuchu amebainisha kuwa Mufti Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali amekuwa akiuzungumzia umuhimu wa Waislamu na Watanzania kwa ujumla kuungana na kushikamana kwa kuwa kitu kimoja katika kujenga jamii yenye mshikamano na maadili bora. Mwisho kabisa, ningeliwaambia kwamba Mufti Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali anapata taabu sana. Siku zote anataka watu waungane wa kitu kimoja. Hii ndio taabu anapata Sheikh Abubakar bin Zuberi. Anapata shida, hataki watu wafarikiane, si makundi ya Uislamu peke yao. Anataka nchi nzima kila mmoja awe anafanya mambo yake, lakini kwa mahusiano mazuri. Nikasisitiza kwamba hii jambo amelifanya Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali wetu, na sisi wenyewe tuhakikishe kwamba nchi hii inabaki katika hali ya amani, hali ya maelewano. Huu ndio wito wangu kwa kwenu, kwa sababu kiongozi huigwa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa JUWAKITA wilaya ya Korogwe Mariam Ali amesema jumuiya hiyo itaendelea kusimamia haki za wanawake na watoto pamoja na kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia. Ameongeza kuwa JUWAKITA inaamini kuwa jamii yenye usawa na inayolinda haki za makundi yote, hasa watoto na watu wenye uhitaji maalum, ndio msingi wa maendeleo endelevu. Pamoja na viongozi wangu wote JUWAKITA mkoa wa taifa, viongozi wa taifa wanaomwakilisha Mheshimiwa Mufti, nasema karibuni sana, karibuni na tusameheane pale kwenye madhaifu. Karibuni sana Korogwe, lakini naomba hii isiwe mwanzo na isiwe mwisho, basi iende ikashuke mpaka JUWAKITA kata. Nafikiri kata wengi wako hapa, waende wakasome hili neno, waende wakaliishi. Tunaishukuru serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwekea hizi shule ambazo zinatusaidia hawa watoto, lakini si wote wenye kupata nafasi ya kwenda shule, ni wachache. Kwa hiyo kina mama, kina baba, tusiwafungie, shule zipo, na nimefurahi sana jana kusikia kwamba shule ya Kwangumi inaelekea kuwa boarding kwa ajili ya watoto hao. Ni jambo la kumshukuru sana serikali yetu hii
ya Mama Samia Suluhu Hassan basi iende ikamalizie zile shule ili wakina mama wapate utulivu wa kufanya kazi zao na watoto wapate haki zao wakiwa kule. Cha kupigia kelele zaidi kwa umoja wetu pamoja na serikali tupokee hili, na nafikiri linatekelezwa. Kikubwa cha kuwasimamia watoto hawa ni bima ya afya. Hilo ndio jambo kubwa ambalo naomba wale wanaohusika, nafikiri maendeleo ya jamii wapo, wasogee kwa karibu kuhakikisha kwamba hawa watoto wanapata bima. Na baadhi ya viongozi wa jumuiya hiyo wameeleza kuwa wataendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu madhara ya ukatili wa kijinsia na umuhimu wa kuwalinda watoto, huku wakihimiza ushirikiano kati ya wazazi, walezi na taasisi mbalimbali. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin, kwa kuniwezesha kufika hapa siku hii ya leo na sote kutuwezesha kukutana hii siku ya leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu au tumshukuru sote Mwenyezi Mungu, kwa sababu huu ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, si uwezo wetu wala si maarifa, ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Shukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Mimi kwanza nimefurahishwa sana kuona hili jambo la kuthamini hawa watu wenye mahitaji maalum. Nimefurahi sana na nimeshukuru sana. Pamoja na yote, naomba kumshukuru Mungu kwa kutujalia haya jioni ya leo, na kikubwa nataka kusema kwamba kuna neema za Mungu ambazo tumejaliwa. Katika neema ambazo tumejaliwa ni watoto wenye wazazi wawili, na wazazi ambao wamejaliwa kwenye watoto wao wakiwa hai mpaka watoto wakikua, na pengine tumejaliwa neema mbalimbali katika maumbile yetu, viungo vyetu, lakini pia wao ambao hawajaliwa, ambao tunaita ni uhitaji maalum. Kwa maana hiyo sisi ambao tumejaliwa hapa kuanzia wilaya ya Rungwe, mkoa wetu wa Tanga pamoja na taifa kwa ujumla, tutumie neema zetu wa tazama hawa ambao hawajaliwa kuwa nazo neema hizo. Mfano mzuri ni tukio la leo hapa ambalo tunalo, basi Mwenyezi Mungu awalipe viongozi walioandaa inshallah, na Mwenyezi Mungu atufanye tuamke tumelala, tuwajali hawa watoto kwa pamoja, tushirikiane, tuwatafute walimu, wazazi wote, watoto wanaangalia watoto wasifishi ili wapate kuwezesha. Awali yote kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kufika kwenye jambo hili adhimu. Tunashukuru kwa kupata fursa hii ya mwaliko katika jambo hili adhimu. Kikundi cha Jihadiyya Group chini ya taasisi ya Najadi Islamic Center kiongozwa na Dr. Fahmi Bashiru Ugaji, tunapongeza sana kwa jambo hili adhimu ambalo liliamrishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunawaahidi kuwa tutakuwa pamoja katika majambo ya heri na tuko tayari hata kupeana ujuzi na mafunzo mbalimbali ili tuweze kupeleka gurudumu hili mbele ya jamii. Kwa upande wa viongozi wa serikali, wamepongeza juhudi zinazofanywa na JUAKITA na kuahidi kuendelea kushirikiana na taasisi za kiraia katika kuhakikisha vitendo vya ukatili vinatokomezwa na wahusika wanachukuliwa hatua kali za kisheria. Lakini shule zetu zote za msingi ni shule jumuishi, kwa maana ya kwamba watoto wote wenye mahitaji na wasio na mahitaji wanatakiwa waende pale wakapate elimu. Na elimu hii muhimu, amezungumza mathalan pale kwamba watoto hawa hawatakiwi kufika nyumbani, wanatakiwa wapelekwe shule ili wakachangamane na watoto wengine. Na sasa hivi tunahama kutoka katika elimu jumuishi tunakwenda kwenye uchumi jumuishi. Watoto wanapokuwepo
shuleni kule kuna vitu wanatakiwa wajifunze ambavyo vitawasaidia katika maisha yao ya kawaida. Ndio maana kule mashuleni wanatakiwa wajifunze vitu vya ujasiriamali, kwa maana ya kwamba wakimaliza shule wakitoka pale, basi hao yanaweza kutengeneza kipato kupitia alichojifunza. Kwanza awali ya yote nipende kutoa shukrani za dhati kwenu nyote mliofanikisha jambo hili. Sikutazamia mimi kama tutakuwa tuna watu kufikia kiasi hiki. Ndugu mgeni rasmi, wakati tunatoa ukumbi huu, sisi tuliomba mchana tukasema gharama zote za ukumbi na shughuli zinazofanyika ndani ya ukumbi zitafanywa. Kwa maana hiyo, nipende kuwapa pongezi tena. Hafla hii imependeza na imefanyika, sio mara ya kwanza mimi kukaa na watoto kukutana, lakini leo imeongezeka zaidi. Japo kuna kauli mbiu ambayo mimi ndo tutafunga nayo, nadhani hiyo ni kauli mbiu ya wizara, kwa sababu nigusa Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Wanawake. Kauli mbiu inasema ulinzi na malezi ya mtoto ni wetu sote. Naye mwenyekiti wa watu wenye ulemavu wilaya ya Korogwe amesisitiza umuhimu wa kujumuisha watoto wenye ulemavu katika mipango yote ya ulinzi na maendeleo, akieleza kuwa kundi hilo mara nyingi huathirika zaidi na vitendo vya ukatili na linahitaji ulinzi wa ziada. Mimi wenzangu walikuwa na furaha, mimi nilikuwa natoka na machozi ya ndani. Kwa hiyo sasa ndio kufanyia kama mlijitoa aliongea. Hata mimi nimekumbana naye katika mambo mengi, lakini hususan jamii haipo kabisa. Na swala hili kwa kweli ni binadamu mpaka kukumbuka sisi mmechukua moyo ambao ni mzito sana na moyo wa kiasili kujali sisi watu wenye ulemavu. Kwa kweli nawashukuru sana, namshukuru Mufti Sheikh kwa msaada huu aliopatia. Unaonyesha ya kwamba kundi watu hapo uige mfano wa Mufti na wale hili jumuiya ya wanawake wa Kiislamu hapa Korogwe. Kiujumla nimesikia habari ya bima ya afya. Nataka nizungumze jambo moja ambalo ni muhimu. Mama pale mwenyekiti wetu ambaye. Kwa ujumla, kongamano hilo limekuwa jukwaa maalum la kuhamasisha jamii kuhusu kupinga ukatili wa kijinsia na kuimarisha mshikamano katika kuwalinda watoto wote bila ubaguzi. Wito umetolewa kwa jamii nzima kushirikiana, kuzingatia maadili na kuchukua hatua za haraka dhidi ya vitendo vya ukatili ili kujenga taifa lenye usalama, usawa na utu kwa kila mtoto.